Daudi at a very young age katika umri mdogo was anointed to be the king of Israel. alipakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. This was a result of God rejecting Saul. Haya ni matokeo ya Mungu kumkataa Sauli. And after God had rejected Saul, God commanded Samuel Na Mungu alipomkataa Sauli akamwamuru Samueli to go down to Jesse's house. aende kwenye familia ya Yese. And in Jesse's house there will be a young man. Na kwenye nyumba ya Yese kutakuwa na kijana That mdogo. young man will be the next king of Na Israel. huyo kijana atakuwa mfalme ajaye wa Israeli. Samueli took the anointing oil, akachukua mafuta, made his way to Jesse's house, akaenda nyumbani kwa and Yese. Samuel Alafu Samueli went with the notion akafika na wazo na imani that na kwamba there are unajua people who looks like kings. kuna watu wanafanania na ufalme, They walk like kings, wanatembea kama wafalme, dress like kings, wanavaa kama wafalme, speak like kings, wanasema kama wafalme, behave like kings. wanatenda kama So wafalme. Samuel went out there Kwa Samueli akaenda huko looking akitazama for a kingly king. mtu anayefanana na mfalme. And when Samuel brought the news to Jesse Na pale Samueli alipoleta ile habari kwa that there Yese, is a king in your ya house, kwamba kuna mfalme kwenye nyumba yako, there is a king in your house, kuna mfalme kwenye nyumba yako, Jesse quickly Yese haraka called his firstborn son, akaita mtoto wake wa kwanza and he walked like a king, na akatembea kama mfalme, smiled like a king, alitabasamu kama mfalme, or he behaved like a king, hii alitenda kama mfalme, probably smelled like a king. labda alinukia kama mfalme. And surely Na hakika when he walked in the room, alipoingia kwenye kile chumba, Samuel thought that this will be the king. Samueli dhani huyu ndiye mfalme, But no, lakini hapana. God tells Samuel, Mungu anamwambia Samueli, he is not the next king of Israel. huyu sio mfalme ajaye. And the second born was called. Na pili naye akafuata, Look like a king, anafanana na walk mfalme, like a king, anatembea kama mfalme, behave like a king. anafanya mambo kama mfalme, God rejected him. lakini Mungu alimkataa. The third born came, Na watatu akafika, and the fourth born came, na wanne akaja, and the fifth born came. na watano akaja. It got to a point Ikafikia mahali where Jesse gave up. Yese alikata tamaa. In fact, Na kiwalisia, if you are a good Bible student, kama ni mwanafunzi mzuri wa Biblia, you realize utagundua that it was not Jesse that called David. ya kwamba sio Yese aliyemuita Daudi. It is as though Jesse forgot that he had another son. Yaani kama Yese aisahau kama alikuwa na mtoto mwingine. It was Samuel who asked Jesse, Ni kama Samuel aliyemuuliza Yese, are these all your boys? ndio wote hawa vijana wako? Meaning, is this it? Kwa kumaanisha hao ndio wote. And it was Jesse that remembered. Na ndio Yese He akakumbuka. said, yeah. Akasema yeah. There's one young man Kuna kijana mmoja looking after sheep. anachunga kondoo. Doesn't look like a king. Hafanani na mfalme. Doesn't behave like a king. Hatendi kama mfalme. Doesn't move like a king. Hatembei kama mfalme. Smells of sheep. Ananuka kondoo. Doesn't smell like a king. Hanukii kama mfalme. And then Samuel says, call the young man. Samuel akasema sasa muite huyo kijana. And the young man is called. Na huyo kijana anaitwa. And if you're a careful Bible student, Na kama ni mwanafunzi mzuri wa Biblia, you will read these words. utasoma haya maneno. Samuel said, Samueli anasema, we will not sit down hatutaketi chini until the king arrives. mpaka mfalme I atakapofika. don't have time this evening. Sina wakati jioni If hii. I had time, Kama ningekuwa na I muda, would have told you ningekwambia that the King of Kings ya kwamba mfalme wa and the wafalme Lord of glory na Bwana wa mabwana is coming back again. anakuja mara ya This pili. is not time to sit down. Sio wakati wa kukaa This is chini, not time to waste. sio wakati wa kupoteza muda. You need to stand firm. Unabidi usimame Stand imara. up for Jesus. Simama kwa ajili ya For the Yesu, King is coming. kwa maana mfalme When anakuja. David came into the house, Daudi alivyoingia nyumbani, God commanded Samuel, Mungu akamwamuru Samueli, break the bottle, vunja hiyo chupa let the oil run. na hacha mafuta For this yatiririke, young man maana huyu kijana is the next king of ndiye Israel. mfalme anayefuata Israeli. You guys are not getting it. Mimi Let me hatuamwelewi. tell you, beloved, Ngoja nikwambie mpendwa, there is greatness in you. kuna ukuu ndani yako. You may be young. Unaweza ukawa mdogo, You may be young. unaweza ukawa You mdogo, may be short. unaweza ukawa You mfupi, may be thin.
unaweza ukawa You mwembamba, may be wearing glasses. unaweza ukawa unavaa But miwani, there is greatness in you. lakini kuna ukuu ndani yako. It's not about size. Sio kuhusu ukubwa, It's not about look. sio kuhusu It's mwonekano, not about appearance. sio kuhusu It's about unavyoonekana, the blessing and the destiny that God has over your life. kuhusu hatima Mungu alionayo So kwenye maisha walk yako. mightily. Walk tall and proud. Kutembea kichwa juu. Do not fear anybody or anything. Usimwogope mtu yoyote au chochote, Because there is greatness in you. kwa sababu kuna ukuu ndani yako.